Siku ilikuwa imewadia. Huko Tano, kanisa lilikusanyika kusherekea tukio la furaha. Kile kilichoonekana hakiwezekani miezi michache iliyopita, sasa kilikuwa uhalisia. Injili ya Luka katika lugha ya Kitano ilikuwa imekamilika, inapatikana bure na inatumiwa na kanisa. Walikuwa wakimwona Mungu akijibu maombi yao kwa ajili ya kuelewa neno lake na kuimarisha kanisa. Baadhi ya Wamai ambao walikuwa wamesaidia Watano kujifunza kuhusu tafsiri ya Biblia tangu mwanzo walisafiri kuja kushiriki katika sherehe. Walileta nakala ya tafsiri yao ya Agano Jipya ya Mai iliyokamilika siku za karibuni kama zawadi. Wote Watano na Wamai walijawa na shukrani walipotafakari yote ambayo Mungu alikuwa amefanya na jinsi walivyokuwa wakishirikiana kwa umoja na urafiki wa kina. Kadri sherehe ilivyoendelea, watu kutoka maeneo jirani ya Jima na Talu walifika. Wamai waliuliza, wageni hawa ni akina nani? Tumejifunza mengi sana kutoka kwenu na kutoka katika kazi yetu ya tafsiri, kiasi kwamba tulihisi kutiwa nguvu kueneza Injili nje ya jamii yetu. Tulitumia lugha ya biashara kueneza Injili kwa watu wa Jima na Talu, na wengi wao wakawa wafuasi wa Yesu. Wamekuja kusherekea pamoja nasi. Wajima na Watalu walipofika Tano, walitoa shukrani zao. Kama isingekuwa Watano, watu wetu huenda wasingesikia kamwe habari njema. Ndugu hawa wapya walikuwa na shauku ya kushiriki katika sherehe. Jambo hili liliwajaza Watano na Wamai furaha kubwa. Jua lilipotua, umati uliimba nyimbo za sifa. Nyimbo zilipoisha, watu walieleza jinsi maneno ya Mungu ambayo hapo awali yalikuwa magumu kuelewa, yalivyokuwa hai mioyoni mwao, yakiwasaidia kumfuata Yesu, kuomba na kupendana wao kwa wao. Wengine walieleza jinsi tafsiri ilivyoongeza ufahamu wao wa maandiko, kuimarisha kanisa lao na kuwasaidia kueneza habari njema. Viongozi wa Mai walikaribishwa kuzungumza. Waliwakumbusha Watano kwamba ingawa tafsiri ya Injili ya Luka ilikuwa imekamilika, kazi ya kusimamia, kueneza na kutii neno la Mungu ni endelevu. Tunawapongeza kwa kutafsiri Injili ya Luka. Tunafurahi sana kuwaona watu wa Jima na Talu. Uwepo wao hapa ni ushuhuda wa uaminifu wa Watano kwa neno la Mungu. Tunawahimiza kuendelea kutafsiri na kutii mafundisho ya Yesu kama ambavyo tayari mmekuwa mkifanya. Kadiri sherehe ilivyoendelea, viongozi Watano waliwageukia Wamai kwa shukrani ya kina. Mmekuwa wakarimu sana mkitufundisha na kutuongoza tangu mwanzo. Hatujui jinsi ya kuwashukuru, lakini tuna ombi lingine. Tafadhali tuambieni kilicho moyoni mwenu. Watu wa Jima na Talu wako hapa kusherekea, lakini pia wako hapa kwa sababu wanataka kutafsiri Biblia katika lugha zao wenyewe. Tunatumaini kwamba mtawasaidia kwa njia ile ile mliotusaidia sisi. Mmefika mbali kwa muda mfupi. Mungu amewasaidia kutafsiri neno lake na pia kuwashirikisha Injili na watu wa Jima na Talu. Tunawaonea fahari na tutaendelea kuwaunga mkono. Tutafurahi kuwasaidia Wajima, Watalu na yeyote anayependa kujifunza zaidi kuhusu kutafsiri neno la Mungu katika lugha yao. Hata hivyo, tunaamini kwamba nyinyi mnapaswa kuwaongoza kama sisi tulivyowaongoza nyinyi. Tunajua mnahisi mna mengi ya kujifunza, lakini pia mna mengi ya kuwafunza wengine. Watano,
wakiwa wamenyenyekezwa kwa sababu ya imani waliopewa, waliwaita viongozi wa Jima na Talu wajiunge nao. Tunajua mnatamani neno la Mungu katika lugha zenu. Tulibarikiwa na Wamai ambao walitufundisha kuhusu tafsiri, na tutakuwa tumeheshimiwa kuwashirikisha yale tuliyojifunza. Wajima na Watalu walijawa na furaha kubwa, wakapaza sauti, Mungu amesikia maombi yetu. Jioni ile iliendelea kwa kicheko, hadithi na furaha pamoja kwa ajili ya siku zijazo. Jamii za tano, Mai, Jima na Talu zilisherekea maendeleo ya tafsiri zao na kuenea kwa Injili katika maeneo yao. Sherehe ilipofikia tamati, mmoja wa Mai alitoa baraka. Mungu atoaye uvumilivu na atiaye moyo awape umoja ninyi kwa ninyi katika familia yake. Neno la Mungu na livume kizazi hadi kizazi, na Injili iwafikie watu wengi na lugha nyingi zaidi kwa kadri tunavyowapa kile tulichokipokea. Hivi ndivyo watano walivyoweza kuelewa tafsiri ya Biblia, sio kama mradi tu utakaokamilishwa, bali kama sehemu ya utume wa Mungu wa kueneza Injili, kuongeza wafuasi na kuimarisha kanisa. Hawakutafsiri tu Biblia katika lugha yao wenyewe, bali walitufundisha kanuni zile zile ambazo tuko hapa kuwashirikisha nanyi leo. Tunapotafsiri Biblia, habari njema za Yesu huleta imani, tumaini na upendo kwa wale ambao sasa kwa mara ya kwanza wanaweza kuisikia katika lugha yao wenyewe.